Naam, karibu msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, matumaini yangu makubwa kwako mzima wa afya. Msikilizaji, nakukaribisha kuweza kusikiliza taarifa zetu za habari za siku ya leo. Msomaji wako ni Omari Makilele Ozil. Katika taarifa zetu hizi za habari tuanzia na habari za hapa katika mji wa Baraka ni kwamba baada ya kiongozi wa wazalendo jimboni Kivu Kusini Kamanda Amuri William Yakutumba kuendesha mjadala na vijana mjini Baraka uliolenga kutoa mwangaza juu ya safari yake ya kwenda Bibokoboko na pia ujumbe wake wa kuwataka watu kuishi kwa amani, hatimaye baadhi ya raia wa jiji la Baraka wametaja kupongeza hatua hiyo. Wakiwa mbele ya mikrofoni za Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, baadhi ya raia hao wa mji wa Baraka wamesema kuwa ni jambo nzuri makabila kuishi kwa pamoja wakati huu unapolinganisha na hali ya ukosefu wa usalama ambayo imeshamiri kwa kiasi kikubwa eneo hilo na kugharimu maisha ya raia wasio na hatia. Raia hao wamezungumza yafuatayo. Hakuna jiwe litokalo juu ya jiwe lingine. Kila mtu abaki nafasi yake na kila mtu aishi maisha yake. Ile maisha kila mara marumbano, vurugo, vita, hata tusaidia kitu ataishi hata kimoja. Na kama jinsi mzee mwenyewe ameamua kufanya huo mkutano na vijana kwa na mambo ya amani, ndio ambao kumshukuru Mungu kwa sababu wenyewe wana siasa ndio ambao wanaanzaga vita na wenyewe wana siasa ndio ambao kumaliza vita. Chetu sisi raia ni amani, kwa kuwa amani kiwepo akina mama watakwenda kulima, wavuvi watakwenda kuvua, walimu watakwenda kufundisha, watu wengine watakwenda kufanya makazi yao. Ona leo kutokana na hali ya utovu wa usalama, ndugu zetu wengi wamefia kwenye maji, ndugu zetu wengi wamekufa na magonjwa ya kipindupindu, na wengine mpaka sasa watoto hawajasoma hapo katika kambi za Busuma huko mkoani Ruigi. Jinsi walikuwa wanaishi hapo waje waishi hapa ni kwao, na tukiamua sisi kwenda kuishi kule twende. Kitachomaliza hili swala tukumbuke Marekani na Uingereza. Uingereza ilipiga Marekani kila wakati sana, lakini ukaja kujikuta tunachofia ni kitu gani? Walikaa chini, kilichopo cha msingi ni kwamba tuweze kubadilishana wanawake, tuoeane. Meli za wanawake kutoka Uingereza kwenda Marekani wakaenda kuolewa kule, na meli za wanawake kutoka Marekani kuja Uingereza wakaja kuolewa Uingereza. Moja kwa moja hao wakawa na wajomba zao huku, wengine wajomba zao huku. Ile vita moja kwa moja ilikuweza kuisha kwa sababu kulikuwa jana, kuna leo na kuna kesho. Viongozi wa siasa ni kwamba waangalie jana ilikuwa vipi na hii leo yao wasiharibu, kwa sababu leo ikiharibika kesho itakuja kuwa mbaya zaidi, itabaki vita mafamilia. Mimi naweza sema kama ni vya mzuri. Ni kweli jamadari alituambia kama Bibokoboko ni fasi yetu, ni nchi yetu, na ni lazima sisi kama vile Wakongomani tuna ule uhakika wa kufika pale Bibokoboko, tuwe tunatembelea wale wandugu. Na alituambia kama wale wandugu wa Bibokoboko nao wana uhakika wa kufika hapa katika jiji letu ya Baraka, haiko vya mubaya, vitawezekana. Juu najua hapo zamani sisi ni Wanyamulenge tulikuwa tunatembeleana sana. Wanyamulenge ni wajirani yetu. Sisi tunaenda Bibokoboko, tunaenda Minembwe, na wao wanatoka kule Minembwe wanakuja huko Baraka, some problem. Sasa hii vita ndio venye tu vingali vinaleta matatizo. Kitu ambacho tulikuwa tunafikiria kwamba kipo, nimekuja kuona kwamba sio gisi nilikuwa nafikiria. Kwa sababu mimi mwenyewe kibinafsi nilikuwa na mlaumu. Kivipi sisi tunapigana na Wanyarwanda na huko Malemera wameuana. Tena mzee anatoka hapa anaenda ongea na Wanyamulenge na wanaanza tena kuja kufika hapa Baraka. Ile kitu kilikuwa kinanisumbua sana. Kwa ugunduzi ambao nilikwenda kugundua, nimeona kwamba kulikuwa mtego kati ya Wanyarwanda wakuwa sema kwamba wanapenda wa proteger minorite yenye nataka si watoto wa Fizi kumaliza. Kumbe sio hivyo. Kumbe wao walikuwa wanapenda kubana tu defense kubale wa minorite. Kumbe walikuwa wanapenda tu wao wafanye balkanization. Kwa hiyo shurti ya mzee kwenda kufika kule ikakuwa sasa vile kipengamizi yao na kufanya kwamba waanze toka maeneo fulani ambao wanamiliki. Kwa yale ambayo ametuambia yamejenga na yameleta mwangaza kwa nunguniko za jamii pamoja na jenese yetu ya Baraka. Na alikuwa wazi akasema kwamba watu waulize ili waweze kujua ukweli unatokea wapi. Na kweli watu wameuliza na tumejua ukweli, na hiyo imenifaidisha na kujua mwelekeo ambao tunakwenda kwa sasa. Ni vizuri sana sababu wazalendo hawezi enda pembeni vile gisi rais anasema, ni watu wenye wako mgongo ya rais. Sisi binafsi hakuna tatizo. Kumbe benzetu baikale tusikilizane, tukue na amani, sababu sie bote Bibokoboko ni Fizi, inaweza kuwa sawa kwa pande wangu.
Tubaki tuna habari za hapo Baraka ni kwamba hali ya usalama iliweza kuzorota usiku wa kucha siku ya Jumatano ya wiki tunayo katika mji wa Baraka. Hivyo ni kutokana na milio ya risasi iliyosikika kwa wingi katika kona mbalimbali za mji huu, ambako baadhi ya vyanzo vyasema kuwa ni kundi moja la watu waliokuwa na silaha ndio waliingia kwenye nyumba ya nguruwe ya mkahaji mmoja katika kata la Kibonjo ya 3 na kuacha na piga zaidi ya nguruwe 6 risasi. Ndipo risasi zilianza kupigwa katika kona mbalimbali za jiji la Baraka. Katika mazungumzo naye Bwana Kilozo Esbone ambaye ni mwenye nguruwe zilizopigwa masasi, ameanza kwanza kuonesha namna mkasa ulivyokuwa. Ni kweli ya kwamba nguruwe zangu zimepigwa masasi, si moja, ni nguruwe nyingi, nguruwe ambazo ni 8 ndo zimepigwa masasi, na kwa hizo nguruwe 8, 2 wamefaulu kuzibeba, 2 zimebakia zenye kufa ndani ya upango, na zingine zikabaki kwenye majeruhi makubwa baada ya kupigwa masasi mengi sana na vijana ambao labda wanashikilia silaha kwa mida ya usiku. Ilikuwa ni usiku wa saa 4 wakati nimetoka kukoga kwenye bafu, nikawa nimeingia ndani mwangu ili nilale. Nikasema hapana, ngoja nizunguke nikaangalie kwanza mifugo yangu ndani ya upango. Baada ya kuangalia nikajikuta ya kwamba muda wa kulala umefikia, nikaingia ndani kusudi nilale. Sijafanya dakika hata 5 hiyo mambo ikaanza, wakaanza kupiga masasi. Nikasikia hiyo masasi inapigwa kwenye nguruwe zangu, wakapiga ya kwanza, ya pili hadi ya 4. Nikawa nasikia nikasikia kama vile wameingia ndani kuchukua nguruwe. Wakati walipoingia ndani, nguruwe zingine zikawa kama vile zimeanza kufoka, ndipo wakaanza kuzibatiza zote kwa masasi kabisa na kuzijeruhi zote. Walikuwa wakiongea tu Kibembe, siwezi nikasema kwamba alisema Kinyarwanda, Kifuleru, sijui lugha gani, hapana, wala Kirundi hamna. Walikuwa wakiongea tu ni Kibembe. Ya kwa mtindo huu, hii ni mara ya pili kuja kuibiwa nguruwe hapa kwa kupigwa masasi. Hii ni mara ya pili, lakini kwa vitendo vya kuiba tu ya kawaida ni karibu mara 5 hivi. Mwishowe Bwana Kilozo Esbone ameomba kwa vyombo vya usalama kuzidisha ulinzi wa raia na mali yake katika mji wa Baraka kwa ajili ya maendeleo ya mji huu. Kwa hali kama na hii, si hali ya kuridhisha, ni hali yenye kuleta mafadhaiko zaidi. Si ndani yangu tu mimi ambaye nimekwenda kuibiwa, hapana, bali ni kwa raia wote. Na kama inakwenda kuleta huzuni kwa raia wote, ni heri vyombo husika na usalama vijikaze kuimarisha usalama, sababu kwa hali kama na hii watu watashindwa watajiendeleza namna gani? Sababu hii ambayo ninaweka hapa si kwa faida yangu mimi mwenyewe, hapana, ni faida ya umma. Sababu mimi mwenyewe wakati ninapochinja nguruwe hapa, si tu mimi mwenyewe, wakati ninapouzisha nguruwe naipeleka sokoni, watu wengi ndio wanaitumia. Na kwa hiyo ndio maana ningesi kwamba wahusika wa usalama waimarishe usalama daima. Nilipoingiliwa na hawawezi, nilitafuta intervention lakini haikufaulu. Kuliwasili mzalendo mmoja ambaye alikuja kunisaidia kabisa kwa usiku ule wa 8. Alifika hapa, ilikuwa ni 0h ndio alifika saa 6 ya usiku. Baada ya kumuita sana akasema no, mimi mwenyewe hapa sina waaskari wote ambao tulikuwa nao wameshapanda vilimani, kwa hiyo sina askari ambao anaweza nikatembea nao kwa usiku. Lakini akajikaza kwa moyo wa ujasiri kabisa, akaweza kufika hapa. Na wakati alipofika ndo na mimi nikapata sa nguvu. Baada ya kuona kwamba askari amefika, nikapata nguvu, nikatoka nje, tukaenda kuangalia gisi nguruwe zilivyoteswa. Tukafika kwa Kapita, tukamwambia, tukakuja na Kapita, tukaanza kutembea kuangalia gisi damu imetembea. Akasema hakuna shida, lakini ni heri mambo kama na haya yaishe, na vijana tujikaze kutumika, si kujiingiza kwa mambo ya wizi kama na huu. Mwanafunzi mmoja wa kike anayedaiwa kuwa wa shule la msingi Daima alifukiwa na kifusi cha udongo pindi alikuwa katika harakati za kuzoa mchanga kwenye maeneo ya Ekumu katika kata la Kalingaside mjini Baraka jioni ya siku ya Jumatano ya tarehe 13 Mei 2026. Kwa mujibu wa taarifa tulizozipata ni kwamba mtoto huyo ambaye umri wake bado kujulikana alitumwa kuzoa mchanga shuleni kwao, ndipo
alijielekeza kwenye machimbo ya mchanga na ghafla wakati wa kuanza kuchimba mchanga, kifusi cha udongo kiliweza kumfunika na kusababisha mtoto huyo kuweza kupoteza maisha papo hapo. Mengi zaidi kuhusu habari hii ni katika taarifa zetu za habari zinazofuata. Huko katika tarafa la Fizi ni kwamba mbunge mchaguliwa wa tarafa la Fizi Nyamangyoku Ishibwela Obedi amependekeza lugha za taifa za DRC kuanza kusomwa shuleni tangu chekechea ili kusaidia urahisi wa raia kuelewana na hata kuongeza umoja. Kwenye mazungumzo nasi, mbunge huyo mchaguliwa wa tarafa la Fizi kwenye ngazi ya kitaifa ameonyesha kuwa kuna umuhimu mkubwa wa lugha za kitaifa kusomwa shuleni ili kila mwananchi wa Kongo afahamu kuziongea. Mbunge wa taifa mchaguliwa wa tarafa la Fizi Nyamangyoku Ishibwela Obedi kwa mikrofoni za Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV akiwa Kinshasa. Ndiyo, niliwahi simama katika chumba cha wabunge na kutetea juu ya lugha zetu ine: lugha ya Swahili, lugha ya Lingala, lugha ya Chiluba na lugha ya Kikongo. Hizo ni lugha zetu ine au niveau national tunahitaji zijulikane na kila mmoja. Kiini yayo ni kuleta umoja, kwani mara mingi kama ni muluba wasema pouvoir ya baluba wana tunajitosha, na kama ni Waswahili pouvoir ya Waswahili wana wengine wanajitosha. Ni kusema wakati sote tunasema lugha moja inatutia umoja zaidi sana. Na ingine ni kusema wakati tunasababu lugha zetu tunategemea zaidi sana lugha za nje. Sawa vile Kiingereza panasema ianze de maternelle, lugha inatembeza vile mila ya watu. Wakati tunaanza na Kiingereza tangia mwanzo, ama hivi watu wanaanza na Kifaransa, utaona watoto wako kunyumba ni kusema Kifaransa, wanasababu lugha yao, wanasababu hata Swahili, na wanakuwa na ile hali swati ya Wafaransa, swati ya Waingereza. Hiyo inakuwa shida sana. Kumbe ni lazima fondation iwekwe, c'est-à-dire watu wajue Lingala, wajue zile lugha ine, wajue Kiswahili, wajue Kikongo na Chiluba. Wakati muluba anasema mimi ni Mswahili na jiretrouver ndani, na naona kama ule ni ndugu, na ile inaleta umoja. Tunapaswa kuwa mtu mmoja, na ile ni kitu cha lazima sana tena sana. Tu former nation comme telle. Donc ni lazima hizo lugha ine zifundishiwe tangia école maternelle, na ujue ile ma notion de base, na ile ni lazima sana tena sana. Na alipoulizwa kunakuwa na madhara gani ya kutokusomwa kwa lugha za kitaifa kwenye shule, amejibu yafuatayo mbunge huyo. Ndiyo, madhara ya kutokufundisha hizo lugha ine tangia somo la msingi ni kusema haitusaidie zaidi sana, kwani wakileta Kiingereza zaidi inatosha ile mila yetu ya utu kama Wabantu inapotea. Watoto wataanza kuishi sawa wazungu, wataanza ishi sawa Waingereza. Kama ni Kiingereza, kama ni Kifaransa itakuwa vile sawa Kifaransa, kwani lugha inaendesha pia hali ya watu kuishi. Tabia za watu zinaendeshwa vile na lugha. Ni lazima watoto wetu kwa hiyo waanze kujua hizo lugha zetu ine, ili kwanza tatupatanisha. Kwani wakati nasikia muluba nasema sawa kabisa, na mimi najisikia kama muluba. Wakati Mswahili anasema ni sawa. Na watu tulikuwa na speaker wa bunge Mzee Vital Kamerhe alikuwa na zile lugha ine zote, na wakati anasema lugha unasikia anasema Kiluba, Waluba wanafurahi kabisa. Wakati anasema Kikongo, Bakongo wanafurahi kabisa. Inaleta umoja, na hili ni kitu ya lazima sana. Hata nusu mwa secondary hizo lugha zijulikane. Ndio hatuwezi jua vyote, lakini tujue ile mambo ya lazima ya masalamu, kujua mnalamuka namna gani, ili inakuwa kizuri sana. Ma conference mingi inasemeka mkiingereza. Ni kusema ni lugha lazima sana, lakini ni lazima tukue na foundation na base ni lugha zetu. Tukizifundisha itasaidia kabisa kuleta umoja katikati yetu. Hiyo ni kitu ya lazima nilikuwa napenda kusema. Na kule katika tarafa la Mwenga ni kwamba shirika la raia tarafani Mwenga linaandaa siku bila kazi Ijumaa ya tarehe 15 Mei 2026 kote tarafani Mwenga, ili kuomba shirika la Caritas kulipa walimu pesa ya mshahara yao ya miezi ya kutosha. Hivyo shughuli zote zitaweza kusimama siku hiyo.
Kwake mkuu kiongozi wa shirika la raia katika tarafa la Mwenga ametoa hapa maelezo zaidi juu ya siku hiyo. Hata hivyo, kupitia siku hiyo bila kazi itakuwa fursa kwa shirika la raia Mwenga kuomba kwa serikali kuu ya Kinshasa kuvunja mtindo wa kulipa walimu kupitia shirika la Caritas. Biro ya Societe Civile Force Vive inajulisha wakaji wote wa mtaa wa Mwenga bila kutofautisha eneo lililokuwa na wa AFC M23 ama eneo iliyo chini ya utawala wa serikali ya Kongo, teritwari yote nzima, ya kwamba kwa tariki 15 siku ya 5 tangu saa 12 hadi saa 9 tunakuwa na siku bila kazi, kwa kulaumu vikali vitendo ambavyo Caritas inatendea walimu wote wa mtaa wa Mwenga kwa jumla. Na sababu ile tunaomba siku ya 5 ile ya tariki 15 mwezi huu tunayo, hakuna kazi, hakuna moto pikipiki kutembea, hakuna gari kutembea katika mtaa wa Mwenga. Katika mtaa wa Mwenga kwa jumla kote kwenye banapokeleaka makuta kupitia Caritas Uvira kwa mtaa wa Mwenga, Burinyi, Luinja, Lwindi, Sekteri Ditombwe, Basile wa Muzimu. Siku ile hakuna kazi, butike, masomo, restora hakuna kufungula, soko hakuna kutumika, masomo hakuna kutumika, hata Kibumba hakutakuwa bweli. Tunalalamika sana, sherti Caritas Uvira ilipe walimu mishahara yake. Tunaomba kwa serikali ya Kongo ivunje mapatano ilifanyana Caritas Uvira, waanze lipa mwalimu, kila mwalimu pesa yake tangu ku banke centrale hadi ku numero ya telefone yake Airtel Money, bila kupitia tena Caritas Uvira wala Ifod. Tunaomba kwa Caritas Uvira kulipa deni zote za walimu zenye iko nazo tangu 2025 mpaka leo 2026. Shabaya hii ni kuona kama Caritas Uvira inazembea na mishahara za walimu, na iye kutolipa walimu ni kuharibisha madibisho katika mtaa wote mzima wa Mwenga. Na tunaendelea kukumbusha ya kwamba kama wewe huko mwalimu lakini uko na mtoto mwenye hafundishe tena mzuri, sababu mwalimu alipwe mshahara yake. Ndio sababu siku ya 5 hakuna kazi katika mtaa wote wa Mwenga. Msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, ni hapo ndipo natamatisha taarifa zetu za habari za siku ya leo. Mengi zaidi ni katika taarifa zetu zinazofuata. Sasa kutakuwa habari motomoto za kundi la kwanza Wanyamulenge kuweza kufika katika mji wa Baraka. Basi Omar Makelele Uzili nilikuwa na wewe, tukutane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Bye bye.